Mshindi wa kwanza wa zao la pamba katika msimu uliopita, Warwa Zakaria ameahidi kuvunja rekodi ya kupata kilo 2700 kwa hekari na anatarajia kupata kilo zaidi ya 3000 kwa msimu wa mwaka huu. Warwa ambaye ni mkazi wa kijiji cha Songambele wilayani Chato mkoani Geita alikabidhiwa trekta na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassani baada ya kuwa mshindi wa kwanza katika msimu huo. Jina naitwa Warwa Zakaria Malimi, ni mkulima kutoka kijiji cha Songambele, kata ya Ipalamasa, wilaya ya Chato, mkoa wa Geita. Matarajio yangu ya mwaka huu kwa jinsi nimeongeza nguvu nyingi zaidi, kwa sababu mwaka jana nilitumia tu samadi na minjingu. Super Glon haikuwepo na hizi Agilam hazikuwepo. Kwa hiyo nimeongeza tena nguvu nyingine ya mbolea. Na malengo na matarajio yangu nitoka kwenye kilo 2700 kwa ekari moja. Malengo yangu ni kilo 3000 kwenda mbele. Trekta waniandalie tu jingine la pili kama kweli hapa ya zawadi na mwaka huu. Sina wasiwasi mimi. Maana mimi nimeshaiva, nimeshajua kila kitu kwamba nifanye vipi shambani kwangu mpaka niwe na mafanikio ya kuwa mshindi namba 1. Sina wasiwasi mimi. Trekta lipo tu kwangu. Pia mimi nashukuru sana na wakulima wenzangu walioko huku, nawapenda sana. Pia na wao wanazidi kubadilika. Mimi nimeanza peke yangu kwenye kijiji, hayupo hata mmoja. Nikaanza nikakimbiza nikapata wanafunzi 3. Mwaka jana nilikuwa na wanafunzi 38. Mwaka huu kwenye eneo langu na wanafunzi 171. Kwenye kata nzima na wanafunzi 260 na. Kwa sababu ya chocheo hili na kwa sababu ya trekta. Sasa inaonyesha habari njema hiyo. Ningeanza mimi peke yangu nijua kwamba hilo jambo bado ni gumu. Sasa hivi na maana hapa nipo na mimi bado na heka na wanafunzi wakali. Na tutakapotoka hapo tutaenda kwa wanafunzi wangu iko kule chini. Wako vizuri na si yeye, wako wengi. Kwa upande wetu huku bwana, zao la pamba hususan hao watali tunaomba wafike sana huku kila wakati, kwa sababu sisi tumeshakubaliana nalo hilo zao. Tuko bega kwa bega na mama tunazidi kumuunga mkono kwa mawazo yetu. Maana yake siwezi nikaona mimi pamba ni umaskini, pamba ni utajiri. Pamba inabadilisha maisha ya mkulima. Pamba inaweza kusomesha mtoto. Pamba ina utajiri wa ng'ombe. Pamba ina utajiri wa magari. Mfano hai ni kwangu. Kwa hiyo kuna wakulima humu sasa hivi hawana shida. Wanalaha mno juu ya cotton Victoria. Kwa hiyo pia bodi ya pamba katika wilaya, namshukuru sana Bwana Samuel Mdidi. Ni mtu mzuri sana, mwenye moyo wa kujituma. Nadhani mpaka sasa nimeshamkuta bado kwa maeneo yetu. Amepiga kambi, leo ni wiki ya pili. Tunaye humu anaendelea kunyunyuzia mashamba ya watu kwa kutumia hadron. Kwa na maana ile natupa hamasa. Pia tu nazidi mimi kuongelea upande wa bodi ya pamba na mama pia kama anatusikia huko. Na mkurugenzi wa bodi ya pamba Tanzania. Pamba ili iendelee kunawiri Tanzania na tuipende. Huu mfumo wa kutumia mabomba ya mgongoni tumechoka. Na ndio watu wanachoka na pamba iache. Kama inapendeza, hizi kifaa, hii ndege nyuki wazisambaze kwa wakulima, angalau ndani ya kijiji hata kimoja ikae hata ndege moja. Hii ndio itachochea mkulima mwingi alime pamba nyingi zaidi. Hata mimi hapa naweza kulima hekari 50, ila nimeshindwa kwa sababu ya nyenzo. Sina nyenzo. Hiki kifaa cha kubeba mgongoni, solo ya kubeba mgongoni. Babangu kulima hekari 50, hutoi kitu. Ila kama kwa mfumo wa ndege, shida ipo. Kwa hiyo mimi naomba mama na mkurugenzi pia wawape mkono tu hao viongozi na watu tusimamia hizi ndege zisambae kwa wakulima wa pamba. Nadhani akifanya hivyo mama, hakuna maskini Tanzania. Hayupo. Hii ni dhahabu nyeupe. Kwa hiyo inahitaji tu vitendea kazi viendelee kuwepo, vile vya kunyunyuzia vile vingi vya kutosha. Mfano hai ni mimi naweza kulima hekari 50. Ila nimeshindwa. Kwanza ili trekta sio la hekari 3. Inapaswa mama anaposikia mimi naongea asikie na hekari 100 nimelima za pamba kwa sababu ya kusimamia trekta. Kwa hiyo sasa nitakapofanya hivyo, ila ninahitaji basi ndege nyuki tuipate, ikiwezekana ikipendeza, tena waikabidhi kwangu. Ndani ya mwaka mmoja mazingira haya yote haipo mkulima maskini. Moyo nao kujituma na mimi niko karibu sana na bodi ya pamba. Na wakati ni Victor nenye mnafika huku mnaona. Ndege ifike huku tulime pamba kwa wingi. Mkurugenzi wa taasisi ya utafiti wa kilimo TARI Ukiriguru, Dr. Paul Saidia anazungumzia juu ya faida ya upandaji wa pamba kwa sentimita 60 kwa 30. Kwa majina naitwa Paul Saidia, ni mkurugenzi wa TARI Ukiriguru. Mwaka 2016-17 ilifanyika mashirikiano kati ya
TARI, bodi ya pamba kwa maana ya Wizara ya Kilimo, pamoja na taasisi kutoka Brazil na shirika la maendeleo la Brazil ABC, pamoja na chuo kikuu cha umma Lovelace, kifupi UFLA. Mashirikiano hayo yalilenga kuanzishwa mradi unaojulikana kama wa Cotton Victoria kwa lengo la kuongeza tija katika zao la pamba katika nchi zetu hizi Tanzania, Kenya na Burundi. Kwa upande wa Tanzania, mradi ulianza kutekeleza shughuli zake mkoa wa Mwanza, na baadaye miaka 2019 mradi uliongeza wigo ukaenda Simiyu na Geita, baadaye Shinyanga, kaongezeka Tabora, ikaongezeka Katavi na Mara ilikuwa imeongezeka pia. Na msimu wa 2023-24 mikoa minne iliongezeka kwa maana ya Singida, Dodoma, Morogoro pamoja na Kigoma, na kufanya idadi ambayo mradi huu umefikia kuwa mikoa 11 kati ya mikoa 17 inayolima zao la pamba Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, mradi huu umekuwa na manufaa sana. Nakumbuka mwaka 2021 yalitolewa mapendekezo ya upandaji kwa nafasi mpya za sentimita 60 kwa 30. Tunaishukuru Wizara ya Kilimo, tunaishukuru serikali kwa kuchukua mapendekezo ya utafiti na kutoa maelekezo yatumike maeneo yote yanayolima zao la pamba nchini Tanzania. Mwaka jana mkulima bora wa zao la pamba aliweza kufikisha kilo 2720 kama tulivyopata takwimu kutoka bodi ya pamba Tanzania, na hiyo ni kwa ekari moja. Kwa hivyo tija imeongezeka sana. Sasa tunaongelea 2000 mpaka 3000. Na kwa habari njema, wakati tunazunguka mwaka huu kukusanya takwimu, tumetembelea wakulima hasa mikoa ya Geita ambao wao rekodi yao ni 3000 mpaka 4000 kwa mwaka huu. Kwa hiyo yamkini mkulima bora katoka mikoa ile atakayefikisha rekodi ya kilo 3000 mpaka 4000. Tumeona mashamba yao yalivyo na wao wenyewe wanashindana kwa ajili ya kutafuta huo ukulima bora, kuwa nani atafikia rekodi ya kilo 4000 kwa ekari moja. Hii ni Pada Online TV. Kumbuka kusubscribe chaneli yetu, kushare, kulike na kutoa maoni.